Kwa hiyo kwa haya ambayo tumeelezewa na mkuu wetu wa chuo, ni mambo ambayo yanaleta heshima kwa nchi yetu, ni mambo yanayoleta heshima kwa serikali, na kwa kweli tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hizi kubwa ambazo tumezifanya, kwa hatua hizi kubwa ambazo amezifanya, na kwa hatua hizi kubwa ambazo kama nchi tumezifanya kama nilivyotoka kusema. Ikiwa naelekea kumalizia, ni washukuru waandaaji wote, ni washukuru viongozi wetu wa dini. Nimekuona shehe, nimekuona padri. Asanteni sana kwa kujumuika nasi, asanteni sana kwa dua. Endeleeni kuiombea nchi yetu. Na mimi niwaambieni, tunapowaomba viongozi wetu wa dini waiombee nchi yetu, ni kwa ajili ya nchi yetu. Hii si kwa ajili ya Tanzania, si kwa ajili ya viongozi, na Tanzania si kwa ajili ya vyama vya siasa. Tanzania ni kwa ajili ya Watanzania. Na kwa wale wanaokumbuka historia, kila Tanzania ilipotaka kupaa, walitokea wale wa kuishikashika shati hivi ili isonge mbele. Fuatilieni, mimi nimekuwa mfuatiliaji wa haya mambo ya hizi nchi za Kiafrika tangu niko shule ya msingi, niko sekondari. Ifuatilieni Tanzania ilikuwaje kabla ya vita vya Tanzania na Uganda, na Mwalimu Nyerere alikuwa na mpango gani kuhusu nchi hii. Ndio muda alipotangaza mpango wa viwanda kwa nchi nzima, ndipo akatokea mengine yakashusha uchumi wa nchi yetu kwa kiwango hicho. Leo hii Tanzania ina vitu ambavyo ni vya mfano kwa Afrika nzima. Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia hapa, reli hii ni ya kwanza kwa urefu Afrika nzima, na reli hii ni ya 5 kwa urefu duniani kote. Yaani inapambana urefu na ubora, standard yake, viwango vinapambanishwa na nchi zilizoendelea za dunia ya kwanza. Wengine wanajiuliza wamewezaje hawa? Lakini pia Tanzania ina rasilimali ambazo inakwemo kwenye nchi zenye rasilimali hizo za pekee duniani. Kwa mfano critical minerals, kienda kwenye rekodi yake, Tanzania inakuwa nchi ya 9 duniani na ya kwanza kwa Afrika. Haya yanahitaji kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi yake kuiombea nchi yetu. Kuiombea nchi yetu ili rasilimali hizi ziendelee kuinufaisha nchi yetu. Na mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu amesimama imara na ameivusha nchi yetu katika majira ambayo hayakuwa mepesi. Kuanzia alipopokea uongozi wa kuiongoza nchi yetu, moja, alipokea nchi katika mazingira ambayo hayajazoeleka. Maeneo mengine familia tu, familia iliyokuwa imetulia, familia iliyokuwa bora, familia iliyokuwa na maendeleo makubwa. Familia, baba akiondoka ghafla, unakuwa mwisho wa familia hiyo. Nyie hamjawahi kuona hiyo? Lakini Mheshimiwa Rais amepokea nchi katika mazingira hayo, ikiwa kama ilivyokuwa duniani kote kwenye msukosuko mkubwa wa kiuchumi kutokana na COVID-19. Kaipokea nchi katika mazingira yale, huku ikiwa imeondokewa na kiongozi wake, huku ikiwa na miradi mikubwa ndio inataka kuanza: bwawa la Mwalimu Nyerere, reli, daraja la JPM, mageuzi kwenye sekta ya afya, mageuzi kwenye sekta ya elimu. Lakini yote yale yametekelezwa kikamilifu. Yakaja yale ya kukosekana dola, yakaja yale ya mzozo wa Ulaya ya Mashariki na mengine ya aina hiyo. Yote yale hayakuifanya Tanzania iyumbe.
Leo hii mdororo wa uchumi ambao ulishusha Tanzania wakati wa uviko 19, uchumi wake ukashuka kutoka 7 mpaka 4.7. Sasa Tanzania imeshavuka 6, inarudi kwenda kwenye 7 ndani ya miaka 5. Hii inatuambia tuendelee kuiombea nchi yetu. Tuko kwenye uelekeo mzuri. Zinapotokea chokochoko, basi hizo ndizo zilitokea hata enzi ya Mwalimu Nyerere wakati Tanzania inataka kupaa. Tuiombee nchi yetu, tuendelee kusonga mbele. Tuendelee kusonga mbele. Kwa viongozi wetu wa dini, nawashukuru sana kwa dua, nawashukuru sana kwa uwepo wenu. Niwashukuru waandaji, Mheshimiwa Waziri, mshukuru Rais wa TALTA, mshukuru mwenyeji wetu, kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Kazi yako ni njema, napata taarifa kila wakati wa utekelezaji wa maelekezo ya serikali, na kwa kweli ndio maana hata taasisi zilizoko chini ya mkoa wako na zenyewe zinapiga hatua. Hongera sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya wewe pamoja na timu yako, akiwemo kaka yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ubungo, kaka yangu Albert Mwingine. Niwapongeze na washiriki wote, na kwa kweli ninyi ndio mmetufanya tuwe hapa leo. Tunawatakia kila laheri. Hii ni field mahususi sana na ni sensitive, kwa tunawatakia kila laheri. Nimepokea mwaliko wa mwaka kesho, Mungu akitupa uzima, basi mtatukumbusha tu. Na kwa kuwa ninao na watoto hapa, basi na mimi nitapenda kuja. Kwa hiyo Mungu akitupa uzima, basi tutaendelea kuwasiliana. Niseme asanteni kwa mara nyingine, na sasa ninatamka rasmi kwamba kongamano la Chama cha Wataalamu wa Logistic na Usafirishaji TALTA limefunguliwa rasmi, na nawatakia kila laheri, na salamu za pongezi mlizotoa kwa Mheshimiwa Rais nitazifikisha, na ninyi pokeeni maua yenu. Asanteni sana.